hapa wakuu wa taasisi mbalimbali za jumuiya za kikanda na kimataifa, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu, Waheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Waheshimiwa Jaji Mkuu wa Mahakama Kuu ya Tanzania na Jaji Mkuu wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, Waheshimiwa mawaziri wa Muungano na mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Waheshimiwa viongozi wa chama wakiongozwa na Mheshimiwa Philip Mangula, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Waheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa, ndugu wanahabari na ndugu zangu wananchi na waombelezaji wenzangu, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Waheshimiwa, niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana leo hapa kwenye tukio la kipekee kwenye historia ya taifa letu la kumwaga rasmi mpendwa wetu Rais Magufuli ambaye Mungu amemchukua miongoni mwetu. Ni siku nyingine ngumu katika historia ya nchi yetu. Kwangu ni siku ngumu zaidi. Ilikuwa siku ngumu tarehe 17 nilipotakiwa kutangaza kifo cha rais. Haikuwa rahisi kwangu. Nilihisi nafanya makosa kumtangaza rais wangu amefariki. Lakini nikaambiwa hakuna wa kulitangaza hili isipokuwa wewe. Kwa hiyo nilijipa moyo na nikafanya ndivyo. Na leo ni siku ngumu ya pili wangu. Mbele yangu na mbele yenu pia uko mwili wa hayati mpendwa wetu Rais Dr. John Pombe Magufuli, tuliozoea kumuona pale kwenye kiti nilichokaa mimi na kusimama hapa niliposimama mimi leo. Hakika kifo ni fumbo kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Ni kweli kwamba binadamu wote lazima siku moja turudi kwa Muumba wetu. Lakini kifo hiki hatukukitarajia wala kukiwaza kwa wakati huu tulionao. Tupo katika bumbuwazi, tupo katika majonzi na simanzi tele. Ni vigumu sana kukabiliana na ukweli kuwa Rais Magufuli leo hatunaye tena. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Magufuli, hayati Magufuli, alikuwa kipenzi cha wengi. Hii inadhihirishwa na uwepo wa viongozi wakuu wa nchi na serikali na mashirika ya kikanda na kimataifa waliofika kumwaga, hasa ukizingatia majukumu mazito walionayo huko kwao, lakini pia nyakati hizi tulizonazo ambapo kusafiri nje ya nchi si jambo rahisi wala jepesi, ila wamechukua uzito wa msiba huu na wamefika hapa kutufariji. Mlimsikia Mheshimiwa Kenyatta amesema hivyo iwavyo lazima nende Tanzania nikamsindikize Rais Magufuli. Nasi tunashukuru sana. Lakini kama mnavyojua tuna idadi kubwa ya wageni ambao wamekuja kuungana nasi. Mliwaona wakisimamishwa mmoja mmoja, na kama alivyowataja Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kufika kwenu kaka zetu. Mmetugusa sana, mmetufariji sana na mmetupa heshima kubwa sana. Tutakumbuka wema wenu huu siku zote. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji, sote kwa pamoja bila kujali vyeo, tofauti zetu za dini, kabila wala jinsia, tumekusanyika hapa kwa umoja wetu na mshikamano kumsindikiza mwenzetu ambaye katika kipindi chake cha urais alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele. Umati uliojitokeza hapa leo ilikuwa hivyo hivyo kwa Dar es Salaam, itakuwa hivyo hivyo kule Unguja na itakuwa hivyo hivyo kule Mwanza na Chato. Na huu ni ushahidi
kwamba rais wetu alikuwa kipenzi cha watu. Nimeshuhudia upendo mkubwa na shukrani walizonazo Watanzania kwa Rais Magufuli wakati wa tukio la kumuaga pale Dar es Salaam na hapa Dodoma. Watanzania wengi wamejitokeza kumuaga kwa majonzi tele. Nimeshuhudia vijana na kina mama wakitandaza nguo barabarani kwa heshima ya kuthamini mchango wake. Hali hii haishangazi, sababu Mheshimiwa Rais Magufuli amegusa maisha ya wengi kwa muda mfupi na kwa namna ya kipekee sana. Matokeo ya kazi yake na uongozi wake ni bayana. Umati uliojitokeza na simanzi walioionyesha ni kielelezo tosha kuhusu ukubwa na uzito wa msiba wenyewe. Ndugu zangu, hayati Rais Magufuli ni mtu aliyebahatika kusikia na kupokea sifa zake angali yu hai. Hili ni jambo la nadra sana kwa maisha ya mwanadamu, ila inatupa faraja kuwa ameondoka akiwa anajua ni kwa namna gani Watanzania tulithamini na kuenzi mchango wake. Na Mungu alimjalia karama ya kujua kwamba tutamkumbuka kwa yote aliyoifanyia nchi hii, maana yeye mwenyewe aliwahi kusema katika moja ya hotuba zake kwamba siku nikifariki mtanikumbuka. Na kweli leo na milele tutamkumbuka. Alikuwa sahihi sana. Tunamkumbuka sana. Wengi mmeandika na kumweleza kwa kadri mlivyojua, ili mradi kila mmoja anaomboleza kwa namna yake. Kweli Rais Magufuli, tunakukumbuka sana, na vizazi kwa vizazi vitasimulia habari zako nzuri. Ndugu zangu, naomba mniruhusu na mimi binafsi japo kwa ufupi nimweleze hayati Rais Magufuli kama waziri mwenzangu kwanza, kiongozi wangu, mwalimu na mlezi wangu. Nilipata fursa ya kumjua Rais Magufuli nilipohudumu kama waziri wa muungano ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilihusudu utendaji wake wa namna alikuwa ni mfuatiliaji na msimamizi mzuri wa wizara yake ya ujenzi, na hata alipokuwa uvuvi alibeba jukumu hili kwa uzito uliostahili, na mara nyingi nilivutiwa na namna alivyotoa na kuwasilisha michango yake bungeni na kwenye baraza la mawaziri. Niliona dhamira ya mtu anayependa kazi yake. Alizijua barabara zote za nchi hii kwa majina, urefu na fedha zilizotumika kuzijenga. Lakini kama mtakumbuka, Rais Magufuli alitupa pia hadi idadi ya samaki walioko ndani ya bahari ya Tanzania. Rais Magufuli hakuogopa kutetea kile alichokiamini kuwa ni sahihi kwa maslahi ya taifa, hata kama kingehatarisha nafasi yake. Nikisema niandike historia ya maisha yangu, siwezi kusahau mchango wa Mheshimiwa Rais Magufuli katika maisha yangu ya kisiasa. Daima nitamshukuru kwa imani kubwa kwangu na kwa wanawake wa Tanzania. Tukiandika historia ya usawa au uwiano wa kijinsia kwenye nyanja za siasa nchini, lazima Magufuli jina lake litakuwepo. Kupitia yeye, Tanzania ilipata mwanamke wa kwanza makamu wa rais, na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafarijika kwa alinipa fursa kunionyesha uwezo wangu, na kwa wanawake tunaweza tukijengewa mazingira ya kufanya kazi kisawasawa. Inanipa faraja kwa takriban miaka 6 nilihudumu kama msaidizi wake wa kwanza na wa karibu. Kwa wengi, Rais Magufuli alionekana ni a no nonsense person, ila kwa upande mwingine Rais Magufuli alikuwa ni mcheshi na aliyependa utani sana. Mara nyingi kazi zikimpungukia huwa anatupigia wasaidizi wake, na anapokupigia na kuuliza mumeo yuko hapo au mkeo yuko hapo, nipe niongee naye. Na alikuwa anafanya utani mwingi sana.
Hilo nalo lilitusogeza karibu zaidi na yeye na tukaweza kufanya kazi kwa karibu zaidi. Kwa tuliofanya naye kazi, tunafahamu kuwa kwake masaa 24 hayakumtosha na hakuwa na usiku wala mchana. Tulizoea kupigiwa simu na kupewa maelekezo muda wowote, hata hivyo usiku wa manane. Bidii yake ilikuwa mithili ya mchwa. Alipenda kuyaona matokeo, na matokeo ndio jibu pekee alilokuwa tayari kusikia kutoka kwetu, na sio visingizio na lawama. Alitukumbusha kuwa amejitolea maisha yake kuwa ni sadaka kwa Watanzania, hivyo hakuwa na budi kufanya kazi usiku na mchana kuwaletea Watanzania maendeleo. Sote tulihofia sana iwapo alipata muda wa kutosha kupumzika au kuwa na familia. Alifanya haya yote kutokana na bidii yake, uzalendo wake na upendo wake wa hali ya juu kwa Watanzania na nchi yake. Hivyo nasi kwa upande wetu tulijikuta kuwa tunalazimika kukaza buti ili kufikia matamanio yake makubwa kwa nchi hii. Tunashukuru sana. Katika uongozi wake tumejifunza mengi, tumepikwa vizuri, tumewiva haswa na tumewiva sawa sawa. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tupo tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu, kasi. Tutaiendeleza kwa nguvu, kasi na ari ile ile. Na hapa naomba niseme kidogo kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye maumbile yake ni mwanamke. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, tumepoteza kiongozi mahiri, shupavu, jasiri, mchapakazi, mwadilifu, mnyenyekevu, mcha Mungu, mfuatiliaji, mzalendo kwa taifa lake, mtetezi wa wanyonge, mwanamwema wa Afrika, mwana mapinduzi wa kweli. Na nikigeuza uso wangu huku naona mwana mageuzi mahiri. Kuna bango limeandikwa mwana mageuzi mahiri ambao mimi nimesahau kuiweka hapa. Na mtu asiye na makuu na mtumishi wa wote. Kwa takriban miaka 6 ambayo Mheshimiwa Rais Magufuli aliongoza taifa hili, alijikita kwenye kujenga uchumi wa ndani unaotegemea mapato ya ndani, kusimamia rasilimali za taifa zifaidishe wananchi na kuziba mianya ya rushwa na upotevu wa mapato. Alijikita pia kufufua na kuwekeza kwenye miradi ya kimkakati. Azma ya Rais Magufuli ilikuwa ni kujenga Tanzania ya viwanda ambayo aliamini kuwa bila ya kuwa na miundombinu wezeshi na ya kimkakati, Tanzania ya viwanda ingebaki kuwa ndoto. Lakini mbali na utekelezaji wa miradi hii ya kimkakati, aliazimia kwa vitendo kufungamanisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu kwa kuboresha upatikanaji wa huduma za kijamii kama vile afya, elimu na maji. Maamuzi yake haya magumu na mazito yalifanya watu wampe jina la bulldozer ama chuma, kwa maana hakuyumbishwa wala kutetereshwa na maneno ya watu ndani na nje ya nchi. Waheshimiwa viongozi na waombolezaji wenzangu, leo
Watanzania wengi wanyonge na maskini wanamlilia hayati Rais Magufuli. Kwa wengi, Magufuli alikuwa na haiba ya utu na unyenyekevu. Neno Mwenyezi Mungu halikumkauka midomoni kwake. Pamoja na yote hayo, hakuwahi kukosa muda wa kusali na kuabudu popote alipokuwa. Tulikuwa tunamshuhudia akiwa ziara. Ikifika Jumapili tunamuona kwenye makanisa ya huko aliko, iwe ya dhehebu lake, iwe sio ya dhehebu lake. Kwa hakuwahi kukosa kuabudu. Hofu yake hiyo kwa Mungu haiyumkini ndiyo iliyomfanya kuwa na mapenzi makubwa na wanyonge na wahitaji wote. Aliamini kwenye kulinda na kutetea haki za wanyonge na maskini, na msemo wake mkuu ni kesho kwa Mungu nitaulizwa niliwafanyia nini Watanzania walionichagua. Kwa tuliomjua na tuliopata fursa ya kuishi naye, tuliona unyenyekevu, upendo na huruma yake uvunguni mwa taswira yake ya ukali tulioiona katika matamshi yake. Naomba nirudie hapa. Kwa tuliomjua na tuliokuwa naye karibu, tuliona unyenyekevu, upendo na huruma yake nyingi uvunguni ilikuwa imejificha kwenye taswira yake ya ukali tulioiona katika matamshi yake. Aliamini kwenye kuhakikisha Watanzania wote wanapata haki ya usawa ya kujitafutia riziki ya halali popote pale nchini. Hivyo alirasimisha sekta isiyo rasmi na kuweka mazingira wezeshi kuwafanya biashara na wajasiriamali wadogo kuweza kufanya kazi zao na kupata riziki zao. Alikuwa si tu kiongozi bali pia mzazi na mlezi kwa wengi. Alikuwa ni mtu mwenye kusamehe, kuvumilia na mwenye kulea sana. Zaidi alikuwa ni mtu mkweli sana. Nataka kusema alikuwa ni mtu wa kutumbua pia. Maana mtajiuliza mbona useme alikuwa mtu wa kutumbua pia? Alikuwa ni mtu wa kutumbua kwa wale waliokithiri ada, Kiswahili tunasema. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, mnafahamu kuwa Mheshimiwa Magufuli hakuwa ni mtu wa kusafiri au kusafiri sana kwenda nje ya nchi. Alifanya hivyo kwa kuwa aliamini ni vyema, kama walivyosema viongozi hapa, akitumia muda wake mwingi ndani ya nchi kutatua kero za wananchi wake waliomchagua. Lakini nataka niseme leo hapa, kazi hii alinipa mimi kuifanya, na namshukuru sana kwamba alijua labda kwamba mbele kitatokea kitu, na nilijenga na uwezo huu pia wa kufanya kazi katika taasisi za nje. Na waliosimama hapa leo wote ni kaka zangu, niko na ukaribu, tunajuana kwa karibu zaidi. Bali na kuwa hakusafiri sana, hili halikumzuia kushiriki na kutekeleza wajibu wake kama nchi mwanachama wa jumuiya mbalimbali, hususan za kikanda kama vile Umoja wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya nchi za Kusini mwa Afrika na Umoja wa Afrika. Aliwahi kushika nafasi ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kati ya masuala makubwa aliyoyafanya kipindi cha mwenyekiti wake wa jumuiya hii ni kuidhinisha nchi ya Sudani Kusini kuwa mwanachama wa 6 wa jumuiya hiyo, pamoja na kuondoa vikwazo vya ufanyaji wa biashara. Vile vile kama ilivyosemwa hapa, alipata fursa ya kuhudumu kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Katika kipindi chake moja hatua kubwa alizozichukua ni ile aliyoisema vizuri Rais wa Zimbabwe kaka yetu Mnangagwa, ya kuweka tarehe maalum na kuzitaka nchi zote za SADC tarehe hiyo kutoa matamshi ya kuiombea Zimbabwe itoke kwenye vikwazo vya kiuchumi. Yeye kama mwenyekiti alifananisha vikwazo walivyowekewa Zimbabwe kama vikwazo vya jumuiya yote ya SADC, na alifananisha jumuiya ya SADC kama mtu, kwamba ukiumwa kiungo kimoja mwili wote unakuwa unaumwa, na hivyo kwamba Zimbabwe iko kwenye matatizo,
aliona SADC yote iko kwenye matatizo, na hivyo aliamua kuweka siku maalum, nchi zote zizungumze, tuseme kwa kauli moja mpaka vikwazo hivi viondolewe. Ni kweli Rais Magufuli alikuwa a true Pan-Africanist. Akiwa pia mwenyekiti wa SADC, kama mnavyojua, na hii ni habari mashuhuri, kwamba aliweza kushawishi lugha ya Kiswahili itumike ndani ya SADC kama lugha pekee ya Kiafrika ambayo inatumika katika ukanda wa SADC au katika jumuiya yetu ya SADC. Waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji, hayati Rais Magufuli alienzi na kuthamini mchango wa maraisi na viongozi wastaafu wote waliomtangulia na kumlea kwenye utumishi wa umma. Alikuwa ni muungwana aliyempa mtu sifa zake akiwa angali hai. Mara nyingi aliona fahari kueleza ni namna gani kafika pale alipofika baada ya kunolewa na viongozi wengi, na jinsi malezi, nasaha na makaripio ya viongozi hao yalimjenga kwenye maisha yake. Hakuwa mtu wa kujikweza, alitambua Tanzania ni zaidi ya yeye, na ndio maana katika shughuli mbalimbali za kitaifa tunawaona viongozi wetu wote wastaafu wanakuja kumuunga mkono. Nami niwaombe wazee wangu, marais wastaafu wa pande zote mbili za muungano, lakini pia viongozi wengine wastaafu, kwamba mimi ni kijana wenu pia kama alivyokuwa Rais Magufuli, na nipo tayari kushirikiana nanyi bega kwa bega katika kuijenga Tanzania aliyoitamani mpendwa wetu na tunayoitamani sisi wote. Nitumie fursa hii kwa mara nyingine tena kuhakikisha kuwa hakuna jambo litakaloharibika. Nchi yetu iko katika mikono salama. Mimi na mwenzangu Dr. Hussein Ali Mwinyi tutaendeleza alipoishia na tutafika pale alipopatamani. Kwa jirani zetu na marafiki zetu, niwahakikishie kuwa tutaulipa wema mliotuonesha kwa kuimarisha na kushamirisha uhusiano wetu nanyi. Tanzania itaendelea kuwa jirani mwema na mshirika mzuri katika ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Mahusiano yetu yataendelea kuwa salama na kuimarika zaidi chini ya uongozi wangu. Ndugu zangu, napenda kutoa rai kwenu wa Tanzania wenzangu, bila kujali tofauti zetu zozote zilizopo, tutumie kipindi hiki cha maombolezo ya kifo cha Rais Magufuli kama nafasi ya kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Tumshukuru Mungu kwa kupata bahati ya kuongozwa na yeye na hayati Magufuli. Pia tutafakari mema miongozo na dira aliyokuwa nayo kwa taifa letu, na itupe ari ya kushirikiana katika kuijenga Tanzania yetu tunayoihitaji. Hayati Rais Magufuli ameondoka mapema, lakini alishamaliza kazi ambayo alikuja kuifanya duniani. Kazi hiyo ilikuwa ni kutuonesha njia, kutuonesha namna kazi zinavyofanywa, namna ya kutekeleza na kuchukua maamuzi magumu kwa maslahi ya taifa. Nasi hatuna budi kufuata njia hii aliyotuachia. Hayati Rais John Pombe Magufuli amemaliza safari yake, amefunga hesabu yake na kitabu chake hapa duniani. Sisi Waislamu huwa tunasema kinachoweza kuendelea kumrehemu, na nadhani dini zote zina imani hiyo, kinachoweza kuendelea kumrehemu ni sadaka alizoziacha. Mwenzetu huyu ameacha sadaka kubwa na sadaka nyingi, iwe ni hospitali, watu kurudishiwa afya zao, maji, watu kupata maji safi na salama, miradi ya barabara kurahisisha usafiri na usafirishaji,
elimu, kuwatoa watu ujinga na kuwapa utanuzi wa mambo, na mengine mengi. Na sadaka hizi zote ni za kuendelea. Kwa lugha nyingine tunasema sadaka jaria. Na sadaka ya kuendelea inamfuata mtu uhai wake, lakini na maisha yake kule kwa Mungu. Kwa hiyo ameacha sadaka nyingi sana, na hizi ni imani yetu kwamba zinakwenda kumrehemu. Ni sadaka zinazotokana na uongozi wake, ambazo zitanufaisha vizazi hadi vizazi. Ametuacha na deni la kuyadumisha yale aliyoyakamilisha na kuyaendeleza yale mema aliyoyaacha yakiwa hayajakamilika. Hii ndiyo njia bora ya kumwenzi na kumkumbuka. Ndugu zangu, kwa familia ya mpendwa wetu Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli, niwahakikishie tutakuwa nanyi siku zote. Mama Janet na watoto, tunatambua namna tulivyowapora muda wa kukaa na mpendwa wenu sababu ya majukumu yake ya kitaifa. Mmejitoa sana. Tunapenda mfahamu, tunathamini sana mchango wenu huu na upendo wenu kwetu. Mlikubali mumkose nyumbani ili sisi kama taifa tufaidike naye. Tunatambua subira yenu, na ile siku ambayo angestaafu baada ya kumaliza muda wake ili ajumuike nanyi tena, mfurahie kwa pamoja katika familia. Bahati mbaya hayakutokea, lakini sisi hupanga, lakini Mungu hupanga yake. Wanasema man propose, God dispose. Niwahakikishie nitakuwa nanyi na tutawatazama na kuwashika mkono siku zote. Ndugu zangu, waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana, kabla ya kuhitimisha kwa mara nyingine tena, na wasa wa Tanzania wote kuendelea kuwa na utulivu mkubwa, na tushikamane na tuungane pamoja katika kuomboleza na kufarijiana, kutiana moyo na kuombea mpendwa wetu alale mahali pema peponi. Amen. Na washukuru sana Watanzania wenzangu. Tumedhihirisha umoja na mshikamano wetu kama Rais Magufuli alivyotuasa enzi za uhai wake. Na washukuru pia viongozi wetu wa dini kwa dua na sala mbalimbali za kuendelea kumwombea marehemu wetu pamoja na familia yake, na pia kwa maneno ya faraja ya kututia moyo sisi waombolezaji kupitia maandiko matakatifu. Na vishukuru pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kusimamia amani na utulivu nchini tangu msiba huu ulipotokea. Nafahamu kazi nzito na kubwa mnayoifanya kuhakikisha wananchi wanaoomboleza katika hali ya utulivu. Na vishukuru vyombo vya habari kwa kurusha matukio yote mubashara. Na washukuru wasanii wetu kwa tungo na nyimbo za kutufariji kipindi chote cha maombolezo. Kama nilivyosema awali, leo ni siku ngumu sana kwangu. Nimelemewa na majonzi na huzuni kubwa. Hii ni kwa sababu nimempoteza kiongozi na mlezi wangu. Ila nashukuru nilipata fursa ya kuongea naye siku chache kabla kifo chake, pale nilipomtaarifu kwamba nakwenda kwenye ziara Tanga. Naye aliniambia, Samia, usiwe na wasiwasi, naendelea vizuri. Nenda kafuatilia utekelezaji wa ilani ya CCM kama tulivyowaahidi wananchi, tutaitekeleza. Wape salamu zangu, waambie na wapenda sana. Na hayo ndio alikuwa maneno yake na mimi ya mwisho. Sikujua kwamba maneno yale yalikuwa ya kuniaga na kuaga wa Tanzania. Sikujua kwamba sitapokea simu yake tena. Zile simu za asubuhi, wewe umelala mpaka saizi, amka, kuna hili na lile, nenda kafanya. Sijajua kwamba hazitakuja tena. Sikujua kama sitasoma mwandiko wake tena. Sikujua kwamba sitashauriana naye tena. Ni jambo ambalo litanichukua muda kulizoea. Namshukuru kwa upendo wake kwangu.
malezi yake kwangu na imani yake kwangu, ambayo kwa pamoja nimehuzunishwa sana. Rais Magufuli, nenda baba, umepigana vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Nachoweza kusema, lala salama kakangu, lala salama shujaa wa Tanzania. Pumzika kwa amani, mwana mwema wa Afrika. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu ibariki nchi yetu Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Na asanteni sana kwa kunisikiliza.